Ukraine inadai imekamata Wachina wawili wanaopigania Urusi katika vita vinavyoendelea. Wanajeshi wa Ukraine wamekamata raia wawili wa China waliokuwa wakipigana upande wa jeshi la Urusi katika eneo la mkoa wa Kursk, na hii ni kwa mujibu wa Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Rais huyo wa Ukraine ameeleza kuwa idadi ya raia wa China waliokuwa katika jeshi la Urusi ni wengi zaidi. Amesema kwamba China ilidai kwamba haitoshiriki katika vita, lakini wakati huu wanajeshi wake wanaonekana wakishirikiana na Urusi pamoja na Korea ya Kaskazini katika eneo hilo la Kursk. Ni jambo la kushangaza kuona taifa ambalo lilikuwa na mpango wa kuhakikisha vita hivi vinaisha wakati huu likiingia katika mapambano dhidi yetu, anasema rais huyo wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hata hivyo, waziri wa masuala ya kigeni wa Ukraine Andriy Sybiha ameshangazwa na uwepo wa vikosi vya China vinavyopigana Ukraine, akishauku msimamo wa China na kutaka amani nchini humo. Aidha, ameongezea kuwa ujumbe wa China nchini Kiev umewajibishwa kuelezea ni kwa nini vikosi vyake vinapigana na adui Ukraine. Ni tangazo la kwanza rasmi la Ukraine kuhusiana na China kuipatia Urusi vikosi vyake vya kijeshi. Hata hivyo, hakuna jibu lolote lililotolewa kutoka sasa na upande wa Urusi wala Beijing. Korea Kaskazini ndio ambayo imetuma maelfu ya wanajeshi kusaidia juhudi za vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, kwa mujibu wa Kiev na maafisa wa Magharibi. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huenda hizi ni propaganda za rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika kutaka kile alichokihitaji kutoka katika mataifa ya Magharibi juu ya kuongezewa idadi ya wanajeshi, ambapo alihitaji wanajeshi karibia 300,000 kutokana na idadi kubwa ya wanajeshi wake kuuawa katika uwanja wa vita. Kadhalika, bwana Volodymyr Zelensky amedai kwamba bado wanajeshi wake kiasi wapo katika eneo la Kursk. Urusi ilisema kwamba ilishamaliza eneo hilo la Kursk na kwamba lipo mikononi mwake. Ni miongoni mwa mikoa iliyoko mpakani katika ramani ya zamani, ambapo Ukraine iliingiza vikosi vyake mnamo mwezi Agosti mwaka 2024, lakini Urusi ilitumia jitihada zote kuhakikisha kwamba inawaondoa wanajeshi hao, na inadaiwa kwamba baadhi ya wanajeshi walikimbia. Kadhalika, Urusi ilipata msaada kutoka kwa majeshi ya Korea ya Kaskazini ambayo yaliingia katika eneo la upande wa Kursk na wengine kuelekezwa huko Belgorod, huku bwana Zelensky wakati huo akisema kwamba bado wanajeshi wa Ukraine wapo katika baadhi ya maeneo ya Belgorod pamoja. Wakati Beijing na Moscow ni washirika wa karibu wa kisiasa na kiuchumi, China inajaribu kujionyesha kama upande usioegemea upande wowote katika mzozo huo, na mara kwa mara imekana kuipatia Urusi zana za kijeshi. Moja ya faida kuu za Urusi katika vita ni idadi kubwa ya vikosi. Rais wa Urusi Vladimir Putin alizindua operation kamili ya kijeshi huko nchini Ukraine mnamo mwaka 2022, na Moscow kwa sasa inadhibiti karibu 20% ya ardhi ya Ukraine, hasa upande wa mashariki ambapo kuna mikoa ya Luhansk, Donetsk, Zaporizhia pamoja na Kherson, na eneo katika rasi ya Crimea ambalo lilichukuliwa tangu mwaka 2014. Mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Urusi nchini Ukraine zimeendelea Jumanne usiku na kujeruhi watu 14 katika jiji la kati la Ukraine la Dnipro na mengine mawili huko Kharkiv kaskazini mashariki, maafisa wa eneo hilo walisema. Vita bado ni vya moto na vinarindima katika nyakati hizi, huku kila upande ukielezea namna ambavyo umeshambuliwa hasa katika maeneo yake ya miundombinu ya nishati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.